They are going to take you to jail. Sawa. Yes. I'll be waiting. Sawa. Nitangoja mama. Yes. Na acha nikwambie. They'll be taking you to jail. Don't call me. I won't. Don't call me. I don't even need someone like you in my life. What do you have? Nakubayadi box ya ndani. Kesho ndo utajua. Nakubayadi suruali and you want to say. Hata saizi ukienda huko. Wacha tuone. Wacha tuone. Hiyo maswali nauliza zote utapata majibu ukifika kwa hiyo compound. First thing na Wasu tunapatana kotini. Muliingia kwangu forcefully na mkarecord private property bila consent yangu. Mkaingia kwangu kwa nyuma, mnaingia mpaka kwa bedroom bro. Hata afadhali basi mngebaki tu hapo nje. Mpaka kwa bedroom yangu. Mnitoe kwa bafu uchi na towel, mniharas na huyu mwanamke, mnifukuze. Tulia, ona tulia kwanza. Tulia ona. Sawa. Hawa ni nani? Huyu ni nani? Na anafanya nini kwa nyumba yangu? Ngoje kwanza. Yaani all along mimi nakutetea. Hata sister wako akaniambia, "Hebu nyamaza wewe." Tulia kwanza. Unamuumiza. Tulia kwanza. Wewe ni nani? Maisha ndo mnakuja kuniribia life yangu bro. Bro, mimi unajua hii nyumba nimekaa. Unajua niko na wishi ngapi nafaa kufanya kwa nyumba bro? Na utatoka uende. Utabaki bure. Nisaidie nini yako? Man, so hii ndo raha yenu, si ndio? Nisaidie tu password yako. Nataka kuangalia kama kuna mtu mwingine huwa anaingia. Sasa unaangalia, ushaharibu kile kitu, mnaangalia nini bro? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, hapa maneno vile iko, mimi nimeona kwanza tutulize hizi drama ambazo ziko hapa ili tuweze kuzungumza kwa utaratibu, kwa upole, ili tuweze kujua vile maneno imefika hapa mahali ambapo imefikia. Hapa ule msichana ambaye tulipata kwa nyumba amekuja ghafla, mimi sijui amekuja namna gani, na tunaona amekuja hapa na barua ambazo zinaonyesha kwamba ako na mimba. Hatujaamini, hata mimi mwenyewe sijapitia hizo barua nikaona kama ni ukweli ni hivyo ama Lucy venye umepitia ni hivyo, umeona? Ni hivyo. Ni hivyo, ako mimba, si ndio? Ako na mimba. Kitu yenye sijui ni kama ni ya Justin. Yake ni nani mwingine na ulikuwa naye kwa bafu? Si ulikuwa kwa bafu na yeye? Tulimpea tukiwa na wewe. Si ulikuwa kwa bafu na yeye? Si ujue kama ni yangu. Mimi mmenichokesha akili, sijui nitasema nini, nasikia tu mmeni stress. Sema kenye unataka kusema na muende mtoke kwangu. Wacha hivyo vile unashinda hapo sijui. Muende mtoke kwangu. Kama ni mimba nataka kujua ni yake, tutapima. Tutapima, si DNA iko, tutapima ujue kama ni yake. Nimechoka. Mimi sijapitia hizo barua. Unaweza nipatia tafadhali niangalie hata mimi mwenyewe nijue kama ni ukweli. Ni mimba. Yaani wewe Justin unazaza kwa hivyo unasema wewe kukuja hapa ulikuwa unamfuata nyuma. Nilikuwa namfuata nyuma, sitoroke. Mimi siko ready kulea mtoto peke yangu. Jana unasema alilala kwako. Alilala kwangu. So hii ni barua hospitali. Umepima leo? Nimepima leo asubuhi. Wanapanga wewe, kwani kila kitu unapangiwa, kila kitu kutoka kwa nyumba. Okay, ni ukweli. Justin, sijui kama umepitia hizi barua. Ni ukweli bro. Lakini mimi sioni malipote imeandikwa ni mimba yangu. Wewe kwani hujui kusoma? Hujaenda shule? Ni nini uelewi hapa? Sawa, nimeona uko ball. Lakini mimi nitajuaje ni yangu? Ati yako ball ama? Si tunaweza pima. Kwani kuna wewe ulinitoka boyfriend yangu? Najuaje kama ilikuwa yake? Najuaje kama ilikuwa yake? Hakuna. Kazi yako ni Angalia how many weeks. Umesikia amesema nilimtoa kwa boyfriend. How many weeks? Hebu angalia. Sijui labda ulirudi huko. Tumekuwa na tumerudi huko, cheki. Mimi najuaje? Hapo mali maandiko mimba ni yangu bro. Ama umeona jina yangu mahali? Haijawekwa jina lako, lakini sasa results zinaonyesha hapo kama ako mimba. Ako mimi sijali kama ako na mimba. Mimi kitu najua si yangu. Kwa hivyo unakataa mimba sasa. Sijui kama ni yangu. Wewe unaweza amini kitu maonyesho hivi unaamini? Mimba ni yako. Si watu wako na hospitali leo asubuhi. Nitajuaje ni yangu? Najuaje ni yangu? Hizi vitu wameprint kwa cyber. Yaani Justin, na kuheshimu naenda kwenu. Yaani ebu Justin niangalie. Nini sina? Nini umekosa kwangu? Hizi vitu hakuna kitu ya ukweli hapa. Nakupea kila kitu. Hakuna kitu ya ukweli hapa. Kushinda mkibishania ujinga. You just give me my things and you go. Muende na mama bibi yako. Uende uone life yao utaweza kuifund aje bila pesa. Ni vitu gani unaongelea mama? Nipatie gari yangu, nipatie documents zangu, nipatie kifungu yangu ya nyumba na mtoke muende. Uende ukalea watoto wako wenye unazaza huko nje kama umbwa. Nyumba yangu, gari yangu, hapo kuna kitoto yako hapa mama. Usiongelele mtoto wako. Do you have anything that belongs to you there? Hebu nipatie. Hizo vitu zote ni zangu. Zako aje? Justin. Umeona documents zote? Ziko kwa jina. Umeona jina huyu mama hapa? Sijaona. Umeona jina ya nani?
yako. Alafu Justin, mimi nataka nikuulize utasaidiaje huyu msichana kwa sababu ako na mimba? Hakuna kusaidia. Ataenda mwage kwingine Hapa kama shetani. tuko na yeye. Bampa tu bampa hivi. Nikilala akuwe hapo kwenda kazi sawa, unasikia? Lakini niko tu na yeye, mtoto wangu akuwe tu na baba. Lakini si ako na bibi hapa. Hata kama kuna yeye hakuna shida. Akiwa kwake ni wake, akiwa kwangu ni wangu. Kwa hivyo uko sawa na. Niko sawa mimi, bora tu baba mtoto akue. Lucy, wewe uko sawa? Justin akiwa na mke mwingine. Yaani uniheshimu. Uko sawa mkwe wawili? Mimi si uko sawa. Na kuaje sawa? Mimi siwezi kuwa sawa. Aje. sasa unaongelea ukinia kwani kuna mahali mimi nimesema nataka bibi wa pili. Si wewe ulimwaga. Wewe kwa nini ulimpea mimba? Hiyo mimba unajua uko na mtoto wako ushago. Hiyo mimba si yangu. Ni ya nani? Mimi najua. Yana kujuaje? Mimi najua penye ametokea. Ulikuwa umetoka naye wapi? Sasa hizo mimi vitu mimi sijui. Umemwambia kwa nini hajakaa kwenye ulimwacha? Ulikuwa umemwacha wapi? Ndio hivyo. Unajua shida yako au nielewi. Si nakuelewa ni juu na hizi vitu zote ni hawa watu wamepanga. Hakuna Wanataka kuharibu ndoa yetu. Unapangiwa hapa kila mtu anakuonea. Unajua wana succeed. Ile kitu walikuwa mpaka kutuharibia ndoa yetu wana succeed. Unaonewa, na nijua unawasikia, wewe unawasikia. Au nisikizi mimi. Wewe ile miaka tumekaa yote pamoja. Unaonewa. Kwani wewe umeona kila kitu si yaani nimechoka, mimi nasikia nimechoka. Hiyo miaka tumekaa yote. At this point hata sijui naweza kuambia nini. Ushainiona na mwanamke yote? Sikujibu. Ushaikuja kwangu ukapata anything na juu unajua unaficha. Juu unajua temi yenye ni kwa within. Ni maskini. Maskini lazima. Nimejionea tushapanga kuwa na mtoto na yeye. After 1 month alikuwa anaitisha mtoto na 1 week. Unaitisha mtoto na alikuwa anakuambia nataka mtoto. Juma nake kama usema alikuwa ameenda majuu kujitengeneza. Juu alikuwa anajua hizi mpea mtoto akaanza kuitisha mtoto by 1 week. Na mtoto wetu? And then I'm done with him. Just go with this trash. Bebeni hii uchafu yenu muende nao na huko. Uchafu utaitafuta mama. Sikutafuti. Hii trash. Sikutafuti. Tutaona. Nani Justin? We will see. Justin. Utaona. Justin. Mimi swali nimetaka kuuliza ufunguo ambao hizo milango zimelokea ufunguo iko wapi? Na wewe na kuuliza mahali funguo za nyumba yangu ziko? Hapana, ni huyu Millicent alikuwa anauliza. Sienda kwa nyumba saa hizi bro. Nani? Millicent. Huyu. Saa hizi hapa kwa nyumba. Wewe umeenda kwa nyumba? Ametoka kwa nyumba hiyo akikuja hapa. Wewe unajuaje kama ametoka kwa nyumba? Kwani Millicent ukikuja hapo umetoka wapi? Nimetoka kwa nyumba. Na huyo alitoka huko jana vile nilimfukuza walitoka hivyo na huyo mwanamke wakaenda na huko. Sasa umesikia malaya wake amesema eti walala kwake. Unajisumbua bure. Documents ulibadilisha bro? Kubadilisha nini? Documents ulibadilisha? Documents gani? Bro, hakuna kitu mimi nawaambia. Nyinyi mkae mkijua hiyo nyumba kila kitu iko hapo ndani, all the 3 cars. That is my personal property. Uende uleteo gari yangu yenye koko kwenu. Hiyo gari yangu na hakuna kitu unapata. Wewe kazi yako ile kazi unaweza fanya kwa hii maisha hata sio kutafuta pesa. Kazi yako ni kumwaga mwaga huku nje kama umbwa. Unataka nikumwagie wenye uwezi nizalia. Wewe mwenye uwezi nizalia. Enda uzae maskini. Unajua ngama maskini vile anakuwa na watoto wengi. Wacha tutaona. Tutaona mimi na wewe ni nani maskini. Justin. Tuende na hawa na watoto wawili. Unakumbuka kuna mahali ulisema kwamba kwenu ulikuwa unalazimishwa sana mbona upati mtoto? Jana. Ni ukweli? Jana. Ulikuwa na baada hauna mtoto. Alikuwa analazimishwa na wazazi wake. Alikuwa anasema mtoto wetu ni. Sasa baby, si hiyo time bado mtoto wako amekam. Na siwe kila mtu nyumbani anajua uko na mtoto wangu. Alikuwa analazimishwa lini? Alikuwa anapelekwa nyumbani kwao mbio eti kwamba ana mtoto. Before sana nikutafuta before sikia hiyo kitu. Alisema hivyo jana na akasema hata ana mtoto. Wacha hivyo alisema hata ana watoto. Sasa uko na wawili. Na hiyo shida itakufuata. Wewe. Hiyo shida itakufuata utaona. Wewe ni father of 2. Father of 2. Wewe umeona mtoto mwingine baby? Baby wewe umeona mtoto mwingine hapa? Mimi hakuna mtoto mwingine hapa. Mtoto wako ni don't babe me. Wenu mwende mkamtoe kwangu na mtoe na hizo takataka zenu mnaita nguo. Mtoe mtoto wangu tafadhali. Usiongelee mtoto wangu. Kunyamazia mwanamke. Munyamaza wewe mwanamke. Unajua naweza nunua maisha yako. I can even buy your life. I can even buy your life. Can you miwezi ni buy? Ona. Miwezi ni buy. Bottom line ni umeona documents zote. Umekuja kwa hiyo nyumba umekaa hapo, hakuna kitu inaonyesha anything in that house inatoka ni ya mwanamke, you know that right? Sasa mimi hata sijui pressure ni ya nini. Kila kitu huko kwa nyumba, hiyo nyumba hizo magazeti zote ni zetu. Hiyo gari nilikupea ni yako. Tuoneshe receipts. Leta receipts basi. Ni zetu. Wewe na nani? Ndani yeye maana kumbuka mimi nimebeba mtoto niko ready kumpea wengine. Mtoto mgani hata hatujui kama hapa kuna mtoto. Usimwachilie. Mimi hata una ngoja. Hizi vitu unaweza kuona please huko kwa cyber.
dead. Hii fake. Hakuna Ni evidence. fake. Hakuna Anasema evidence ametoka yoyote. hospitali na yeye wawili. Nyie siku hizi mnaenda mnalipa Hakuna madaktari hospitali. wanaandika, unajua hatujui hizo vitu. Mnaenda mnajikwamilia kwa mtu, mnalipa madaktari wanaandika ma fake things mnaniletea hapa. Nani kuna confirm hiyo mimba ni yangu? Unaweza confirm? Tunaweza enda hospitali. Unaweza Tunaweza enda na obvious. wewe si umekuja hapa. Ngoja si wewe umejileta hapa, si uko hapa. Haya confirm hiyo mimba ni yangu. Ni yako. Confirm? Ya 1 week. Confirm. Confirm aje? Si obvious wewe ndio nimelala na Bas, wewe. hawezi Wewe ndio confirm. nikilala na wewe. Hawezi Tunajiona for confirm. 1 month. Hiyo gari nilikupea baby, that's your car. Na nitakuongezea ingine. Naikujia. As who? As who? Na kama unataka kuclaim hizo vitu ni zako, nimekuambia unaona hizo documents, kuja nazo. Kuja nazo. Hiyo ndio unataka. Kuja nazo. Yes. Hiyo ndio unataka. Unajua nimekwambia kitu moja. Utawish hiyo kitu ingeisha jana. Utawish. Sitawish. Uta-regret. Hakuna kenye nda regret. Sawa. Hakuna kenye nda regret. Sawa. Okay. You see about that. We'll see about it. Justin. Yes. Utajua kila kitu kwa nyumba ni yangu. That is my house. Bro, sasa unaongea tu na kiburi hivyo bro. Hiyo sasa nikuulize ama kwanza wanakulipa pesa ngapi bro? Naweza double ama ni triple. Mambo ya kulipa hiyo achana nayo bro. Kwa kazi. Sasa ukiongea hizi tumepanga hapa nyinyi wote mnaniharibia ndoa. Hapana, hakuna wewe ndio mwenyewe umejaribia ndoa bro. Ukienda kwa huyu msichana huku jua kama uko na bibi. Na kama nyinyi hamungekuja na hizi makamera zenu siku zote ingekuwa hapa. Familia na alikuwa anafanya. Kama nyinyi hamungekuja na hizi makamera zenu kama tulikuharibia. Nyi wote ngojeni. Yaani Justin unataka kuniambia umekuwa ukilala na wanawake, in short wako wapi? Ndio maana mtoto wetu aponi. Yaani na utaki, na ndio maana hata utaki kutoa pesa tupeleke mtoto hospitali juu unajua Kenya inakula mtoto, na mimi nimechoka, sijaona mtoto wangu kutoka asubuhi na sitaki kusikiza mtu. Hiyo ni ugonjwa. Enda. Tuachie, huyu ni wao. Mnaona sasa? Hata wewe wafuate uende. Mkamwenda hiyo ndio mnafurahia. Hiyo ndio mnafurahia. Si mnaona sasa? Hapa na wewe acha kusema ati tunafurahia. So nawaambia hivi bro, unajua ukisema kwamba tunakuharibia ndoa, wewe mwenyewe unajaribia, kwa sababu bro, ukiendea kwa huyu msichana ulijua kama uko na bibi, na kabla hujakuwa na huyu bibi, kabla hujaendea nani pale Millicent, ulijua kwamba uko na bibi pia, si ndio? Tuelewane kufikia hapo. Si ulijua kama uko na bibi bro? So usituwekee lawama useme kwamba si ndo tunakuharibia. Na nyinyi kama mungekuja na hizi makamera zenu, hizi vitu zote zingekuwa. Hapana, tungekuja na kamera tupate kama uko safi bro. Hakuna surprise. Actually nilikuwa nimempangia surprise. I had told you. Sasa ni wewe ulikosa, hukuambia huyu ukweli, hukuambia bibi yako ule ukweli, na hukuambia hata huyu pia ukweli bro. Ni tamaa mingi nimfanya hivyo, ni tamaa mingi. Niambia ningekuwa even very much willing kumlea yeye na bibi yake na mtoto wake. Me I have no problem with that. Lakini juu yeye ni muongo na yeye ni mwizi, aende nipatie vitu zangu na aende. Nipatie vitu zangu na uende wewe. Yes. Na kesho kama una plan kuja kwa hiyo nyumba, ukifika utajua kati ya mimi na wewe nani amenivest. Siende kwangu kesho, naenda kwangu saa hii. Tukitoka hapa naenda kwangu. I'll try it. Enda one kama utafunguliwa gate. Enda one kama utaingia kwa hiyo nyumba. Try it. Acha tuone. Try it. Na usinipigie simu. I employed people last night. Security sasa ni mtu mpya. Tutaona kama atakufungulia. Okay. Hata bibi yako vile umejiendesha hivyo, acha tuone kama atafunguliwa. Sawa. I gave an order. Mtu yoyote asijaribu kufunguliwa kwa hiyo gate kama sijaulizwa. Sawa. Na acha tuone kama watawafungulia. Utajua kati ya wewe na mimi ni nani anaishi Nairobi. Sawa. Utajua nani anaishi hapa na hawa tumeemploy wote. Utajua ni nani uwalisha. Hizo vitisho zako baridi. They are going to take you to jail. Sawa. Yes. I'll be waiting. Sawa. Nitangoja mama. Yes. Na acha nikwambie. They'll be taking you to jail. Don't call me. I won't. Don't call me. I don't even need someone like you in my life. What do you have? Nakubayadi box ya ndani. Kesho ndo utajua. Nakubayadi suruali and you want to say. Hata saizi ukienda huko. Wacha tuone. Hiyo maswali nauliza zote utapata majibu ukifika kwa hiyo compound. You'll find the answers. Sawa. Bro, sasa unaongea na kiburi bro. Si vizuri bro kuongea hivyo. Na sasa wewe ni nani kujana? Hapana bro, jana tukiongea na wewe kwa nyumba, tukiwa kwa nyumba nikikuuliza kuhusu mambo ya nyumba, ulikubali tu vizuri wewe mwenyewe bro. Hukufai kuongea hivyo. Uko na evidence? Hapana, si nilikuwa na video bro. Wapi? Niko na video vitu nyingi unaongea zote jana. Mnatengeneza na AI mnaleta huku, hizo ni evidence ya wapi? Tunatengeneza. Bro, watu si wajinga bwana. Watu si wajinga. Hizo vitu mimi sijui mmetengenezea wapi? Hakuna mimi hata hiyo ingine iniambia kitu yote. So kwa hivyo unasema wewe ndio uko na documents za nani zote? Gari wewe ndio uko nayo. So kama nyinyi mnaona kama mko na evidence, bring it. Mlete yenu, nilete yangu.
Mbona jana ukatoka kwa nyumba ukijua hapo ni kwako bro? Nini hiyo? Mbona jana ukatoka kwa nyumba? Mbona ulitoka na ulikuwa na documents? Si ungezitoa hapo uambia kina Binai sio zangu. Si ungezitoa hapo. Lakini ile aibu yenye ulikuwa nayo haungetoka. Ulitoka ukaenda uchi. Hauna shukrani wewe, Justin. Hauna shukrani. Sasa acha nikwambie bro. Venye nimekuambia watu si wajinga. Jana mlikuja kwangu. Msidhani hivyo venye nilikuwa nalialia mkinifukuza na matawel, nilitoka kwa uzuri. Si kutoka hapo kwa ujinga. Najua games zangu bro. Najua venye kadi zangu ziko, sawa? So I know everything. Ile kitu ile happen yote, that was my play. Na ili play out vizuri sana venye nilikuwa nimeplan. So kama mna feel nyinyi na huyu mwanamke mko na video ya kuonyesha nikisema hiyo nyumba ni yake, ilete. Na hizo documents zitakuwa zinawangoja. Sawa? Zitakuwa zinawangoja. Sawa. Hizo vitu zote. Tutaona. So unaamua aje Millicent wewe? Mimi nimeamua watoke kwangu, waende na anipatie vitu zangu zote. Kama anipatie vitu zangu, hii kitu itaenda mbele. Itaenda hadi kwa polisi. Itaenda hadi kwa koti if you are supposed to go there. Polisi mbona hawako hapa sahi? Si hata hiyo time ulikuja hapo uitao watu wa kamera ungeta polisi ukuje nao? Tawaita. Ungewaita? Nitawaita. In fact, una nyinyi wawili. Niliwaambia mwanzo niliwaambia nini? Si mlisema mko kazi. Hiyo ndo kazi yenu. Na nikawaambia nitawasu kuinvest property yangu. Property yako gani na? Kwanza mtaniambia ni nani aliwafungulia gate? Ni nani aliwalau kuingia into my compound forcefully? Mkuje mpaka kwangu kwa nyumba mkani harass. Kwanza mlini harass. It's not your compound. Hiyo ni harassment. Hiyo tunapatana kwa koti. Kuna mali bro nilikuwa harass mimi. Ni nyinyi na huyu mwanamke. Juu kama mngekuja na hizi vitu zenu. Jana nilikuwa babe, sasa mimi ni mwanamke. Jana ulikuwa na shida hapo kiniita baby, sasa mimi ni mwanamke. Bro. Sasa mimi nishakuwa mwanamke. Sasa nikuuliza swali. Unajua nyinyi mnaona kama jana mliplay cards zenu zikaenda venye mnataka. Nitakuuliza swali. Hizi makamera zenye mnarecord watu, don't you think mnafaa kuwa na permit kurecord mtu ama property ya mtu? That's a hiyo ni private property. Mko na hiyo, nani amewalau kurecord private? Mtu alitualau kurecord hiyo property ni mwenyewe. Mwenyewe nani? Yes, mimi. So aliwadanganya huko ni kwake. Yeye mwenyewe alisema ni kwake, ndio maana tulikuja. Tulikuja tukijua tunaenda kwa mtu mwenyewe. Tunajua kwake. So hatukukuja tukijua kama ni kwako. Mimi nilikuwa nishaongea na Millicent kama ameniambia everything, akisema kwamba alinunua hiyo nyumba na akakuweka pale wewe kama mpenzi wake bro. Hakuniambia kwamba nyumba wewe ndio ulinunua ama ilikuwaje Millicent? Nyumba ni yangu na niko na hizo documents za nyumba ni yangu. Huyu ni mwenda wazimu. Na sijui. Lakini just pray to God usikolibadilisha hizo vitu. Unaona? Mimi nitawaambia tu kitu moja. First thing, na wasu tunapatana kotini. Mliingia kwangu forcefully na mkarecord private property bila consent yangu. Mkaingia kwangu kwa nyuma, mnaingia mpaka kwa bedroom bro. Hata afadhali basi mngebaki tu hapo nje. Mpaka kwa bedroom yangu. Mnitoe kwa bafu uchi na towel, mni harass na huyu mwanamke, mnifukuze. Sivyo ndo mlifanya? So acha Loi play part yake. In fact, sijui mbona mjakuja na wao askari hizo video zote mzilete. Bro nikuulize swali. Walete. Bro fanya aje nikuulize swali. Unafanya kazi gani yenye inafanya umenunua nyumba kama hiyo? Nini hiyo? Unafanya kazi gani? Run businesses mingi sana. Hizo business ukianza kufanya ulikuwa na Millicent ama kuwa na yeye? And you don't have any right to ask me those questions, bro. Hauna right yote kuniuliza swali kama hiyo. Mimi nimekuambia hizo vitu zote ni zangu. Niko na documents ziko na jina yangu. So wewe ita hao maaskari tupatane. Si biashara zangu unaita zako. Actually hata uko kwa hizo businesses zote. Nimepeana ruhusa kwa management. You should not be allowed in any of those businesses. Umepeana notice. Yes. Nisionekane. So go there and see. Okay. Tutaona kati ya mimi na wewe ni nani ajulikani kwa hizo kampani. Okay. We will see. Okay. Unaona wewe na umalaya yako na watoto wengi wenye unaondokizaza hapa kama panya. You will take them and go rot in jail. Wewe ndio utaenda huko jail. Acha tutaona. Na watu wako hawa mtaenda huko. So bro fanya aje? Mimi nataka kuwasevia time. Because mimi ni mtu wa mashughuli mingi. Tawasevia time. Mashughuli gani kwa nyinyi kama mna feel? Kwa biashara kama mna feel vitu nyinyi mwanamke anawaambia ni ukweli. Si umesema uko na video? Mimi sijui hiyo video kama ni ukweli ama mlitengeneza na AI.
Hata ukipeleka kotini hakuna evidence inaonyesha nilisema hizo maneno. So simko na video. Na mnaamini mwanamke kuna hizo documents. Simfanye aje? Simuita hao polisi tupatane kotini. Tutaita polisi tukutane kotini. Mimi nataka unipatie gari yangu na unipatie vitu zangu, weenda. Endo kale hao watoto wako wengi. Na hata uende upate watoto wengine wengi. Lakini mimi umenichokesha. It's over for me Binai. Wacha tu waende. Yes. Sasa hii maneno tukiwa tunazungumza hivi mimi sijui itaisha namna gani, lakini Millicent wewe unajua venye watu tunafanya kazi zetu, itabidi tuifanye vile watu tunaifanya. Nisaidie tafadhali. Juu hawa watu lazima waende. Usaidizi na utahitaji usaidizi. Tena utahitaji more help than this. Unaona hii? This is nothing to me. This is nothing. Sitahitaji kwako. This is like begging a poor man because you are poor. Even your underwears. Mimi ndo nakununuliza suruali. Hata na shangaa utaweza aje kumanage mwanamke. Utamanage bila pesa. Utajua. Sawa. Iteni hao polisi kuja na hizo videos zenu whatever you think you have on me kuja nazo. Mimi nitakuwa documents zangu. Hiki kitu kutoka ifanyike bro, nikuuliza hiki kitu because naona wewe unaaminia sana polisi, unaaminia sana koti. Polisi hiki ndio mmesema, ndio amesema na kuja na polisi hata polisi. Umesema hivyo. Si amesema ataleta polisi. Hiki ulisema ni police case. Hiki kitu kutoka ifanyike umeenda ukaripoti. Wapi? Kwa polisi kwenye huko. Unaenda kuripoti? Hunda amesema ni police case. So yeye anafaa kwenda kuripoti. So uko sawa akienda kuripoti? Hata aende saa hii. Aende saa hii report. Mimi niko ready for anything. Na in fact, hiyo nyumba anasema ni kwake. Msinitafute sana. Huko kwake kwenye anasema. Huko ndo nitakuwa. Nitakuwa hapo nimeongoja na polisi wenu. Alafu sasa wewe, nataka tuone kitu moja. Sawa? Unanisikia vizuri? Mimi ni boyfriend yako. Sawa? Soon to be your husband. Yes. Soon. You have to listen to whatever I tell you. Na bro, si umekataa huyu msichana saa hizo wakati bibi yako amekuwa. Biashara mimi nishamaliza bro. Umemkataa wakati bibi yako amekuwa hapa. Wewe tulia kwanza. Si amemkataa wakati bibi yako amekuwa hapa. Amemkataa, umemkataa vile bibi yako alikuwa hapa. Kwani sasa unataka hizi games, unataka kubadilisha? Hizi games zote ni zangu bro. Najua ku play cards. So kwa hivyo wewe pia unasikia tu unachezewa games alafu unakubali. Mimi as long as atanilelea mtoto wangu, mimi nataka mtoto wangu akuwe na present father. Tafadhali. Bro, hizo vitu zenu zote. Sawa bro, ngoja kwanza. Fanya aje? Mimi bora uniheshimu. Kwa submissive nikikwambia fanya hivi. Kama saizi kama ungekaa tu huko si ningoje nikulipie bill, tuende maana hata tukajibambe. Sasa nilikwambia uningoje au mwanaume. Unataka kunyenyekea au mwanaume? Ungebaki huko ningoje ningekuja. Ile pesa nilikuwa nataka kupeleka ningekupeleka to have fun. In fact, tufanye aje? Unajua nimekuwa watu wamenitia stress mingi sana leo. Mbona tusiende? Mbona tuende mpaka huko? Si tusort vitu then we go somewhere. To have dinner. Tuongelee hizi issues. So bro, nikuulize umekubali kuhusu mambo ya mimba? Nini hiyo? Mambo ya mimba umekubali? Juu ulikuwa unakataa tukiwa hapa na bibi yako. Mimba ya huyu na nyinyi na makamera na mwanamke zinaingiliana wapi? Mimba ni yangu. Ngoja. Maneno namwambia hiyo, maneno namwambia inamaanisha kwamba unampenda ndugu yangu, si ndio? Unajua mimi kuna kitu sielewi. Ishi tunape na hapa yote. Nyinyi watu wawili wa makamera. Mnaingilia aje? Inawakonsana aje? Who are you guys? Who are you to tell me what to do? So umekubali? Simple question bro, umekubali mimba ya huyu msichana ni yako juu ulikuwa unakataa? Na nimekuambia haikuhusu. Na sijibu maswali mengine bro, sawa? Yes or no answer. Nimemaliza hiyo. Sikiza, mnaniprovoke. Na msage kuniona kama nimejamu. Sawa? Msage unakaa nimejamu. Yote biashara tu mnafanya hizi makamera naweza zifunga saa hii. Usijaribu, sawa? Don't try me. Nitavunja hizi na niwabaie zingine na hizi itafungwa. Sawa? Bro, zima hiyo kitu. Nawaambia mara ya mwisho. Nikiwapata na hizi vitu kwangu ama anywhere, trust me you. Utakaa siku kwenye mlianza hii biashara yenu. Twende baby. It's just so funny the way you are poor and provoked. And yet sawa, achana nao waende. Sisi unajua vile tunafanya kazi. Achana na mambo ya polisi, mambo ya nini, achana nayo. Sisi wacha tutafute daktari, nitampigia simu leo. Akiweza kupatikana tuongee naye tujue vile tunasuluhisha hii maneno. Okay. Kijana ako na kiburi sana. Ana kiburi sana. Lakini ukinisaidia na daktari ndashukuru Binai. Usijali. Direct nataka ukate kwa saa hizi kwa sababu maneno vile inaenda sio mazuri kabisa. Na tunataka tukutane na daktari tuone vile maneno itaisha bro.